Lakini katika mabadiliko haya pia mwaka 2025 baraza liliendesha upimaji wa darasa la pili, lakini ngazi ya shule, tunaita Standard 2 National Assessment, School Based Assessment. Hii niiweke vizuri, ni upimaji ambao unaratibiwa na baraza la mitihani, ndio dhana ya utaifa inapokuja hapo, lakini ratiba ni moja na tool ya kupima ni moja, maswali yanayofanana na mfumo wa kutuma hayo maswali wa kielektroniki ni mmoja, na mfumo unaotumika kurekodi hizo alama ni mmoja, lakini mtihani utasimamiwa na kuendeshwa na shule yenyewe na utasahihishwa na walimu wa masomo katika shule hiyo. Kwa upimaji huu tulifanya mwaka jana kwa mara ya kwanza kitaifa, na shule 20,865 zilishiriki, wanafunzi 1,788,045 walifanya upimaji huo, na pass rate ilikuwa 89.9% na quality of pass ilikuwa 75.6%. Hii maana yake nini, mheshimiwa mgeni rasmi? Sasa hivi tunavyozungumza, tunafahamu watoto wote ambao hawajui kusoma na kuandika waliokuwa wamefika darasa la pili, na hivyo sasa hatutokuwa tunasubiri kumtambua mtoto asiyejua kusoma na kuandika akiwa darasa la 4. Sasa hivi tunazo taarifa hizo kitaifa, tunazifahamu kimkoa, tunazifahamu kihalmashauri, tunazifahamu kishule, na mkuu wa shule na afisa elimu na mwalimu mwenyewe anafahamu watoto gani hawajui kusoma na kuandika wakiwa darasa la 3. Kwa ukiangalia hiyo pass rate ni 89.85. Maana yake kufika 100 kuna 10% waliopimwa katika ngazi ya shule, mwalimu mwenyewe akasimamia akasahisha mwenyewe na wakadeclare wenyewe, hii 10% haijui kusoma na kuandika. Na hivyo sasa tuna jukumu ya kufanya ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha wanafunzi hawa sasa wanapewa remedial programs za kutosha ili umahiri wa kusoma na kuandika na kuhesabu waweze kuupata, na hivyo tusisubiri mpaka darasa la 4.